Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu na usiyekuwa Muislamu, ni awamu nyingine tena ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ni muweza asiyewezwa na chochote, na rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na wale watakaofuata sunna za mtume huyu ila yaumidin. Ndugu zangu, tunaendelea kuelezea matatizo na maradhi na tiba za kisheria, sio tiba za kishirikina. Tiba hizi lazima tuende kama alivyoelekeza Mungu na mtume aliyoyafanya. Kwanza nataka watu wajue duniani kuna vitu ambavyo vinaweza vikakufanya mwanadamu ukafeli katika maisha. Vinavyoweza kukufanya ukafeli katika maisha ni uchawi na ushirikina na majini. Hivi vinaweza vikakufanya ukafeli katika maisha, ukaishi kwa matumaini tu basi. Na niambia wanadamu, Mungu baada ya kutuumba kutuleta wengine tu tunashindikiza dunia. Popote ulipo, ukiona unaishi na una akili timamu, unafanya kazi kwa mikono yako ya halali inayotakiwa, alafu maisha yenu yanakuwa ya matatizo sana, wallahi thumma wallahi, ni mambo matatu au mawili. Jambo la kwanza, inawezekana utawala wa nchi unayokaa ni mbaya, hautaki kuwapa maisha raia wake. Jambo la pili, kama sio utawala, jambo la pili ni moja kwa moja kwamba wewe umefanywa ushirikina. Jambo la tatu ni mashetani. Sisemi utajiri, nasema maisha. Tunaposema maisha, ina maana kuwa na uhakika wa kula milo mitatu, kuwa na sehemu ya kulala, kuwa na uhakika wa kutibiwa, kuwa na uhakika wa kumsomesha mtoto shule. Sio shule ya gharama, shule tu, angalau shule aende ataka yumba, akapata uniform, akapata viatu, akala, akarudi. Sisemi utajiri. Hali hii ambayo mpaka wanadamu inafikia mtu anashindwa kumbilia mtoto ada, na anafanya kazi na pesa anapata, hajui inakokwenda. Na mwingine taaluma anayo lakini akitafuta kazi yapati. Na mwingine anaweza kuwa kazini lakini jamii iliyokuwa imemzunguka inamdharau. Watu wanapanda vyeo, yeye hapandi vyeo, yuko pale pale. Kama ni askari, wenzake wanakwenda kozi, yeye amebaki tu pale pale. Akirudi wenzake wanapigiwa saluti, yeye kasimama tu pale pale. Aya, hii ni mitihani kutokana na mashetani na uchawi na ushirikina. Tunaendelea kutoa mwangaza ili watu wajue Mungu hakutuleta tu tupate tabu duniani. Ndio maana Mungu akatupa akili. Akatupa nini? Akili. Nilipokuwa Mkristo, kuna kwaya tulikuwa tukiimba tunasema hivi: katika viumbe vyote vilivyo hai, binadamu kaumbika kuliko vyote. Yaani binadamu kaumbika kuliko vyote. Kapewa masikio na macho ya kuona na akili ya kujua mema na mabaya. Unaona habari hiyo bwana? Yaani katika viumbe vyote mwanadamu kaumbika, kapewa masikio, kapewa akili, kapewa na macho ya kuona, kapewa na akili ya kujua jema na baya. Baada ya kuumbwa mwanadamu hivyo, akawekewa utaratibu na Mwenyezi Mungu ambao ni Qur'ani na mwenendo wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuweka utaratibu huo, Mungu akatuletea na rasilimali kila nchi, ikiwemo mafuta, ikiwemo madini, ikiwemo gesi, ikiwemo sijui maliasili, ikiwemo hali kadhalika. Ukienda Arabuni wana mafuta, wanaishi kwa mafuta tu. Ina maana utawala uliopo unagawanya ile rasilimali, kwa sababu rasilimali ya nchi sio ya mtu wala ya kikundi, ni mali ya watu wote iwasaidie. Sasa ukiona inafikia watu wako wanapata matatizo kila kukicha, hawana elimu, shule hawana maji, hawana umeme, wakiuza karanga wapati maisha, yani maisha wako, ni utawala uliopo, ni utawala wa kidhalimu. Ama lao ukiona wewe kama mtu yuko na maisha lakini anaona haenjoy na maisha, hapati pesa. Mtu anaweza kuwa amesoma apate, anakuwa namba 5 na maradhi tu. Yaani akipata kidogo maradhi, akipata kidogo maradhi. Na wakati mwingine anakuwa analala usiku, anaota anatishwa, anaota anafanya tendo la ndoa,
anaota yuko kwenye maporomoko, anaota anakimbizwa, anaota mandoto ya kutisha. Akiwa kawaida hivi anakuwa anasikia maumivu makali kwenye kichwa upande mmoja, meno yanamuuma sana, mgongo unauma, anasikia vitu vinatembea mwilini mwake, miguu inakuwa inakufa ganzi. Hii ni dalili ya wazi kabisa kwa ushahidi wa wanavyuoni waliotoa maelekezo, wataalamu wa tiba za kisuna. Hii ni dalili ya mtu aliyefanywa uchawi ambao unaitwa sihiri. Kama sio sihiri, basi huyu mtu atakuwa na shetani wa kijini. Tunaposema jini, jini ni kiumbe. Allah mwenyewe anathibitisha ndani ya Qur'an, anasema tukuumba majini na wanadamu ili wapate kuliabudu. Kwa jini ni kiumbe, shetani ni tabia. Ibilisi ndio baba wa waovu. Watu wasichanganye haya mambo. Jini ni kiumbe. Kiumbe huyu jini alimuasi Mwenyezi Mungu. Yuko jini anayeweza kuwa ni mtulivu, na wako majini waovu. Ni yani tabia za majini kama vile binadamu. Wako binadamu waovu na binadamu wema. Unajua tatizo la elimu ya hawa viumbe, watu wengi tunashindwa kuielewa. Kuna majini wema na kuna majini waovu. Majini wapo wezi, anaweza kaiba hata pesa kwenye friji. Siku moja nilikuwa Arusha, nikakutana na bwana mmoja. Huyu bwana yeye alikuwa anaota usiku anaingiliwa kinyume na maumbile. Yaani wallahi bilahi, kila siku akilala huyu bwana anaingiliwa kinyume na maumbile. Kila siku akilala anaingiliwa kinyume na maumbile. Na Mungu ni shahidi, niko hapa na ninazungumza. Huyu bwana kumbe alikuwa na jini ashki wa zina. Kamtesa huyu bwana, tunatibu, tunaona mengi jamani. Ndio watu tunaeleza kila tuseme ni nani. Tunaeleza tu kwa ujumla ili watu wapate ibla. Huyu bwana nilipofika tukampa huduma, Mungu akajalia akapona. Arusha hapo nimekaa sana Arusha nikifanya shughuli hizi. Hapo Arusha alikuja kijana mmoja, kijana handsome kabisa na mke wake. Yule mke wake ni wa Arusha, yeye kijana ni mtu wa Tabora. Huyu kijana ana masters. Ana masters na degree ya pili ya masuala ya fedha. Alikuwa ameajiriwa benki, alikuwa anatembea na Range gari ya kitajiri, na mke wake ana Prado. Wanakula maisha safi, ana nyumba amejenga Arusha. Alikuwa na daladala 2 amenunua. Alikuwa bwana na kiwanja kingine. Jamani, watu wasifikia mambo tunayasema ni ya uongo. Huyu bwana kila kitu aliuza, ikafika paka nyumba aliuza, kazi kafukuzwa, kila kipeleka maombi ya kazi hamna kazi, kila kitu kauza paka kafilisika. Huyu bwana nimemkuta mimi anakaa ukweni. Hata akisikia njaa hawezi kusema njaa mke wangu inauma, kwa sababu sio kwako, unamwamrisha mke wako chakula ni kwako pale. Watoto walikuwa wanasoma international, watoto wote wanasoma Kayumba kwenye shule za wanaovaa kanda mbili kama wanasoma watoto wetu. Imefikia wakati huyu bwana, mimi nilipofika pale alikuja kwangu, haki ya Mungu ndugu zangu, haya mambo tutapinga Waislamu, Mwenyezi Mungu hajatupa mtihani. Huyu bwana alikuja na mke wake, alifika yeye aliangusha kilio tu. Aliniambia, alizungumza na mimi. Baadaye kuna mwenzangu analia anasema, "Shekhe, nashindwa hata kumalizia kueleza. Mimi sikuwa kuvaa kanda mbili. Leo mimi navaa kanda mbili namna hii. Mke wangu tunakaa ukweni, chumba kimoja. Hakuna hata sehemu ya kukaa tujiachie na mke wangu. Kweli mimi maisha haya jamani, mimi bora nife." Nikamwambia, "Usiseme bora ufe kaka. Mungu yuko na wewe." Yule bwana kumbe amefanywa ushirikina na ana shetani ndani ya mwili wake. Lakini Mungu akaleta ukweli. Yule bwana, huwa tupendi kuonesha watu tunawatibu. Si jambo zuri kuja anze kutoa ushuhuda nini. Si tunaona haina haja. Si tunahitaji watu waamini kwa maneno na waamini maneno ya Mungu. Kama usiponiamini ni shauri yako. Qur'ani yenyewe kuna watu hawaiamini. Sasa itakuwa mimi bwana? Mungu mwenyewe kuna watu hawamwamini, itakuwa mimi? Mtume Muhammad kuna watu hawamwamini, itakuwa mimi? Kwa mimi napoeleza hivi vitu vipo. Huyu bwana tulimpa huduma na akawa mzima wa afya. Na mpaka aliniambia, "Shekhe, naomba mimi na wewe tujenge udugu. Wewe Mnyakyusa, mimi Mnyamwezi. Tujenge udugu, wewe kama ndugu yangu kabisa." Nikamwambia, "Sisi Waislamu wote ni ndugu, sisi binadamu wote ni ndugu, sisi wa Tanzania wote ni ndugu. Ukiwa binadamu, ndugu yako ni binadamu." Huyu bwana kwa kweli namshukuru, ni mtu mwenye fadhila sana. Nikiwa na tatizo lolote, kijana huyu hata nitake dola 1000 kama nayo, hata iwe saa 8 usiku, huyu kijana atanitumia.
Kwa haya ndio tunayofanya, kuwekeza mema juu ya mema. Sasa nimegusa mada hii, watu wengi tunapozungumza masuala ya ushirikina, watu wanafikiri jambo tu la kawaida la kufurahisha watu. Utalipinga kwa sababu Mungu bado yuko na wewe. Sisemi na huyu anayeumwa kwamba Mungu yuko pamoja naye, yuko pamoja na Mungu. Lakini shetani ni shetani, na ndio maana Mungu alimlaani akamfukuza katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Na umaskini, ndugu zangu Waislamu na hata msikuwa Waislamu, nataka nimalizie na topic hii. Unapougua, kwanza usitegemee kama familia itakuwa na wewe pamoja. Utabaki na mkeo na watoto. Na hata mkeo labda wewe mcha Mungu. Tena wewe mcha Mungu kweli kweli, mke wako akiwa fedhuli, mke wako anakimbia, kwa sababu wanawake wanataka maisha, hasa kizazi hiki cha sasa. Akina ustamilivu, mcha Mungu anakimbia, akimbii. Asiyekuwa mcha Mungu akimbii. Haya ndio matatizo ya maradhi. Ukichakuwa unaumwa wewe na maradhi, hata ndugu hawakutaki kwa sababu huna hela. Udugu wa sasa ni wa hela. Hata watoto wako waliokuzaa wanachoka, uliowazaa wanachoka. Ila tuombe tu Mungu atupe watoto wema kama alivyokuwa Nabii Ismaili alayhi salatu wasalam. Kwa tunapozungumzia maradhi, mjue tunazungumzia topic kubwa. Na ukichakuwa na maradhi, hata ibada zingine zitakupita. Mfano, huwezi kufanya ibada ya usiku kuamka. Utaamkaje na unauma? Wenzako wanapata thawabu za kusali usiku wa usali. Ukichakuwa na maradhi, hata ibada ya sunna itakushinda. Wenzako wanasali sunna, wewe huwezi. Ukichakuwa na maradhi, wewe hata kufunga sunna huwezi, hata kufunga faradhi huwezi. Maradhi yanakaribisha umaskini katika familia, katika mtu mmoja mmoja, katika familia, katika nyumba, katika lolote lile. Maradhi yanakaribisha ufakiri na umaskini. Kwa tunaposema swala la maradhi, ndugu zangu, naomba mtuelewe ni swala baya sana. Tumuombe tu Mwenyezi Mungu. Hata serikali zote duniani zinapambana ili kuondoa maradhi, lakini kuna maradhi ambayo yanakuja kama kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo hata ufanyeje hayatoki. Na kuna maradhi yanakuja kwa uzembe, kwa sababu Mungu ametupa akili za kufikiri, akatupa uwezo wa kutengeneza rasilimali. Akiwemo Nabii Nuhu, wanasema amefanya kazi ya dawa kuhubiri watu miaka 950, sio ya kuishi, hiyo ya kufanya dawa 950. Lakini wanasema alipata sijui watu wangapi, sijui 9 kila mwaka, au kila mwaka mtu mmoja. Katika maradhi hakuna mtu aliyeugua kama Ayubu alayhi salatu wasalam. Ayubu, kisoma katika Qur'ani hii surati Swad aya ya 48, Ayubu aliugua, alifika sehemu akawa analetewa vitimbu na shetani. Msikilize huyo mcha Mungu Ayubu. Ikafika wakati huo Ayubu yuko hali mbaya sana, ameoza mwili, wake zake walimkimbia. Ayubu alikuwa na watoto na mifugo, shetani akasukuma ukuta, watoto wote wakafa. Wallahi, hebu pia mtihani kama niona upata. Ungesemaje? Sungeenda kwa washirikina. Shetani amtoka Ayubu, anamwambia Ayubu, hebu nisikilize bwana, utafanikiwa. Ayubu anamwambia Allah, mimi niko na Mungu, mimi niko na Allah. Ayubu akabaki na mke mmoja mcha Mungu, anakwenda kutafuta riziki, ndio analeta kwa Ayubu. Ayubu ikafika wakati sasa, siku hiyo ametoka nyumbani kwake, anakwenda kujisaidia, na hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nimefika hiyo sehemu aliyoishi Ayubu. Mji mmoja unaitwa Salala, huko Omani kule. Salala ni boda ya huko, mji katika boda ya Yemen. Nimefika pale alipoishi Nabii Ayubu. Huko juu kabisa kuna msikiti pale, na maji aliyodhania Ayubu yapo. Ndugu zangu, tunaposema dini, tunaposema Waarabu wana historia kubwa ya uwepo na alama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nimesali msikiti aliyokwenda aliposali Ayubu. Nimefika sehemu alipoishi Ayubu, paka leo kuna unyayo wa Ayubu na kaburi lake liko kama pale. Nimefika pale, nimesali raka 2 na sehemu alipoishi Ayubu kabisa nimefika. Na kuna blackboard pale kama history ya Nabii Ayubu. Ayubu anakwenda kujisaidia. Ayubu akamwambia Mwenyezi Mungu, aliomba dua kumuomba Mwenyezi Mungu. Hebu niangalie aya. Sura Swadi ni sura ngapi? Sura 38. Na kusomea ili upate ibla, kwa sababu kuna watu wanafikiri tunasema tunatengeneza maneno. Ayubu aliyasema maneno haya yanapatikana katika sura Swadi sura 38 aya ya 41. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, na mkumbuke mja wetu Ayubu. Mungu anasema tumkumbuke sana huyu Ayubu. Maneno haya Mungu anamletea kama wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Sababu Muhammad hakuwepo wakati wa Ayubu. Na haya ndio maana Qur'ani inasema habari zilizokuwepo, zilizopita na zitakazo kuwepo. Inakamata sehemu tatu: zilizopo, zilizokuwepo na zitakazo kuwepo. Sasa hii ni habari zilizokuwepo. Allah anasema sura ya 41, na mkumbuke mja wetu Ayubu alipomwita Mola wake. Na mkumbuke mja wetu Ayubu alipomwita Mola wake. Ayubu aliwahi kumwita Mwenyezi Mungu, kachoka, ameugua sana. Akasema, kwa yakini shetani amenifikishia udhia na tabu, niondoshee Mola wangu maradhi haya. Ayubu sasa amerudi kwa Mungu, sasa anamwambia Mungu, shetani amenitia udhia na tabu, niondoshee Mola wangu udhia huu, maradhi haya. Wewe ukiugua unaenda kwenye washirikina. Angalia akili za namna hii. Wewe ukiugua unakwenda kwa washirikina, kwenye matunguli, manyanga, ananguruma pale mzee. Why? Ayubu anamwambia Mungu, shetani amenitia udhia, Mola wangu niondoshee maradhi haya. Alafu wewe unasema shetani hakuna. Wewe unasema shetani azikuchezea, wakati Ayubu amechezewa na shetani mpaka anakubali, anasema Mungu, shetani kanitia udhia. Wewe shetani asikutia udhia kwa ajili ya nini? Kuna watu wengine hawafikiri. Mtu anatuma anasema, mimi na Yesu. Mimi na Yesu. Yaani wewe na Yesu kuliko Ayubu? Yaani wewe na Mungu kuliko Ayubu? Why, brother? Ayubu anasema na Mungu. Ayubu nabii wa Mungu anatiwa adabu na shetani, anamwambia Mungu, niondoshee maradhi haya, shetani amenitia udhia. Anasema haya yaliyonishika. Mwenyezi Mungu anaendelea sema, akamwambia, uharakishe mguu wako, patachimbuka chemchemu ya maji, yatakuwa dawa kwako. Mungu anamwambia Ayubu, uharakishe mguu wako hapo uliposimama, chemchemu ya maji itatoka, ya maji. Yale maji yakitoka yatakuwa dawa kwako Ayubu. Sikiliza habari kubwa hizo. Na maji haya watu, mimi nimekunywa na nimealeta hapa, watu wengi wamekunywa Afrika. Na watu wamepona. Na watu wamepona, brother. Ayubu, hayo maji, Mungu anasema haya maji baridi, yale maji yatakuwa dawa kwako. Basi haya maji, Mungu anasema ni baridi sana yatakuwa. Mungu akamwambia, koga na haya maji baridi ya kunywa. Kunywa Ayubu. Leo mtu anaambia ati friji wametengeneza wazungu, wakati friji hapa wakati wa Ayubu ilikuwepo. Mungu anazungumza hii ni kama ni friji. Mwenyezi Mungu, hii ndio friji aliyotengeneza yeye ya kuhifadhi maji ya Nabii Ayubu. Hii hapa. Inaendelea kusema yale maji yalikuwa baridi sana, anywe na akanywa. Tena Mungu anasema akoge na akakoga Ayubu. Allah akaendelea kusema, na tukawapa watu wake na wengine kama wao pamoja nao kwa rehema itokayo kwetu, yani kwa Mwenyezi Mungu, na ipate kuwa mawaidha kwa watu wenye akili. Sikiliza maneno. Mungu akuishia maji haya anywe Ayubu tu, akasema anywe Ayubu na watu wake na watu wengine, ipatikane mawaidha kwa watu wenye akili. Sasa mwenye akili hapa ni nani? Si Muislamu ndo anawaidhiwa maneno? Na watu wengine. Kwa hiyo mimi ndio maana nasemea kwa watu wengine. Kwa hiyo Ayubu alayhi salatu wasallam aliugua na akapata na maji haya yapo Arabu country, nchi ya Kiarabu. Unaposoma Ayubu ndani ya Biblia, Ayubu ndani ya Qur'ani, ni Ayubu huyo huyo. Wafaransa wanamuita Job. Ni Ayubu huyo huyo. Ndiye Mungu aliyempa mtihani wa maradhi. Sasa wewe unataka kujifanya una maarifa kuliko hata Mungu. Sasa katika mafuta haya ni yale ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza ndani ya Qur'an katika surati Nur. Surati Nur ni sura ya 24. Iko hapa, ngoja niisome kidogo nayo watu wajue kwamba sisi hatukurupuki tu. Ikiwemo mafuta ambayo Mungu ameyataja katika Qur'an sura ya 24 aya ya 30 na kitu hivi kama sikosei. Mungu anasema ni nuru juu ya nuru. Umeona? Mungu anasema mafuta hayo 24. Mwenyezi Mungu anasema
Katika Qur'ani surati Nur, haya mafuta ambayo nakuonyesha yako aina mbili. Sijui kama inapiga vizuri kamera yako boss. Haya hapa ni original, pure. Sababu watu wanafikiri tunafanya vitu vya kuiga hapa. Hii ni pure oil. Hii ni pure, unaiona nzito hii. Sasa haya mafuta hata kama ndani kuna shetani wa aina gani, hata kama kuna jini wa aina gani, hata kama kuna uchawi wa aina gani, uchawi wote unapungua. Sasa iangalie hii hii hapa. Haya unaona haya ni mekundu. Haya ni grade la 3 ambayo hata maskini kama sisi malofa tunaweza tukatumia tukala. Haya ni fake. Hii hapa ndio fake. Yaani kuonesheni mjue kwamba hii ni fake. Hii hapa ndio watu wengi wanaweka limiti alititi kibiditi upele na wapa wanaambia mafuta ya upako mafuta. Hii ni fake. Hii hapa nyeusi unavyoiona, hii ndio original. Unaiona ilivyokuwa nyeusi? Hii ndio original. Sio nyeusi kwamba nyeusi kama mkaa, rangi yake tofauti na hiyo nyekundu sana. Hii ni original. Sasa basi, mafuta haya ndio Mungu ameeleza katika Qur'ani surati Nur. Surati Nur ni sura ya 24 aya ya 35. Mwenyezi Mungu anasifu, anasema Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Mfano wa nuru yake inayoangaza waja wake ni kama shubaku lenye kuwaka ndani yake taa. Taa ile imo katika tungi chemli. Yani tungi lile ni kama nyota ing'arayo inayowashwa taa hiyo kwa mafuta yanayotoka katika mti uliobarikiwa. Ndio huo mti ndugu zanguni. Maana neno sisemi mimi, Mungu ndio anasema mti uliobarikiwa. Mti uliobarikiwa. Huo mti Mungu anasema mafuta hayo yanatoka katika hiyo kwa mafuta yanayotoka katika mti uliobarikiwa. Mti huo Mungu ameutumia hapa. Mti wa kwanza ni mzeituni. Huo mti Mungu anasema haupo upande wa mashariki wala magharibi, wala gharibia wala sharqia. Yani huo mti hauko magharibi wala mashariki. Ukawa unapindukwa, yani jua likipindukwa sana linapotoka na linapopinduka jua, huo mti hauna kimvuli. Yani huo mti, miti yote huwa jua likitoka unakuwa na kimvuli kwa upande fulani, jua likigeuka huko unakuwa na kimvuli huko. Lakini mtu unaotoa mafuta haya Waislamu na mchukua Waislamu hauna kimvuli. Mimi mtanihukumu bure. Ni hii Qur'an ndio inaeleza. Surati Nur sura 24 aya 35. Nenda kaisome. Unajua tunashindwa kuelewa na kufumbua mambo kwa sababu sisi Qur'an tunaitumia kwenye kusalisha msikitini Ijumaa na mtu akifa kuhitimishia basi. Lakini hatutaki kuifanyia utafiti. Sasa Mungu anasema mafuta haya yanang'aa sana. Jua lake likipinduka huwa hauna kimvuli. Na wafasirina wa mambo haya ya kihistoria ya dini wanasema mti huu shetani hajawahi kukaa chini ya mti huu. Hajawahi kabisa kukaa. Kwa mti huu mafuta hayo kama utayapata, ambao ndio haya tunayo, kama tungetaka kuwafanyia uhuni watu tungewafanyia, lakini hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mafuta haya kama una matatizo ya sihiri, uchawi, kwa mtoto wa kike, kwa mtoto wa kiume, kijana, mtu mzima, maumivu makali ndani unashindwa kulala, matunguli unaweka ndani, wewe paka mafuta haya asubuhi na jioni. Kwanza ngozi yako itang'aa sana kama alivyosema Mwenyezi Mungu, ni nuru juu ya nuru. Kwa ile nuru aliyotaja Mungu unaipaka wewe. Ni neema iliyoje. Mafuta haya hata wewe na shetani wa namna gani anaondoka. Mafuta haya wewe na nuksi na mkosi wa namna gani unaondoka. Namba yetu ya simu iko hapo unavyoiona. Utapiga ukiwa Ulaya, Uingereza, Marekani, Ufaransa, Canada, Spain. Wallahi tutakutumia mafuta yatakufikia paka nyumbani kwako kwa DHL. Watu wa mikoani tunakutumieni na basi. Watu wa mikoani tunakutumieni na basi. Utaletewa paka nyumbani. So, ndugu yangu popote ulipo mafuta yatakutayapata, huduma hii utaipata na huduma nyinginezo zote. Naomba utupigie simu kutumia WhatsApp yetu. WhatsApp hii unapiga ukiwa nje ya nchi. Ukiwa ndani ya nchi piga tu kwa moja. Usitumie WhatsApp. Ndani ya nchi usitumie WhatsApp. Nje ya nchi tumia WhatsApp. Jina langu ni Saidi Mwaipopo Ex-Pastors. Tutaweza kuongea mengi na mengi tuendelee kueleweshana, lakini kwamba mafuta yana uwezo mkubwa ukiweka ndani upate usingizi
Unakuwa na watu ndio kutisha, wapake watoto wako, jipake na wewe, watu wenye nuksi. Kuna mtu akifika tuseme watu wanaondoka kwa nuksi alizokuwa nazo. Kuna mtu akioa kaina mke kwa nuksi alizokuwa nazo. Wanawake amuolewi, mnabaki mnauza miili, mpaka unafika unakata tamaa sema mimi siolewi, waliolewa na mimi tuko sawa. Utakuwaje sawa wewe na mume wewe? Tunasema mtakuwa sawa wewe ambaye hujaolewa na wenzako waliolewa, inaingia akilini? Huwezi kuwa sawa. Dada zetu, tumieni sana mafuta haya. Wakina mama wanaopata ada yao kila wakati au hawapati ada zao, wanatumia mafuta haya, itakuwa ni msaada kwao. Kwa hiyo mimi nifikiri kwamba namba zetu ni hizo hapo. Ulaya, Afrika, Arabuni, Middle East, kote tutatuma mafuta haya na kutumia kwa DHL. Yatakufikia mpaka mlangoni kwako, unaletewa mzigo wako ndio huu hapa. Mimi mwendelezaji wako wa vipindi vya tiba za kisuna na za kisheria naitwa Sheikh Saidi Mwaipopo, au mhubiri maarufu mkongwe wa dini ya Kiislamu, mtaalamu wa debate au dialogue, Saidi Mwaipopo au maarufu kama Mwaipopo. Nikutakie mchana mwema, usiku mwema, mapumziko mazuri, utafutaji mwema wa halali, na kubwa tupunguze udokozi na tumuombe Mungu atujalie kutufanya tusiwe katika misingi ya udokozi na kutamani vya watu. Tutamani kuingia peponi, tusitamani sana dunia. Tuitamani akhera, tusitamani dunia. Tumtamani mtume, tusitamani shetani. Ndio tutamani sana mema watukufu wa Kiislamu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.